Novemba 20, 1979 ni siku, mwezi na mwaka ambao ulibadilisha historia ya umma wa Kiislamu duniani. Ni kwa kile ambacho kilijiri pale katika nyumba tukufu hapa na kusudia Makkatul Mukarram. Kilitokea nini? Ilikuwaje? Ni maswali ambayo yanakuja ghafla ili kuhitaji kujua tukio zima kwa ujumla. Ilikuwa ni tarehe 1 Muharram 1400 ambao ilikuwa ni sawa na tarehe 20 Novemba ya mwaka 1979. Baadhi ya kundi kubwa la mahujaji likiwa bado limesalia ndani ya msikiti mtukufu kwa sababu ya kuhitimishwa kwa hija katika mwaka ulioisha. Mtu afahamikaye kama Juhayman al-Utaybi katika karne ya 14 ndani ya siku hiyo ambayo ilibadilisha mtazamo wa uongozi wa Saudi Arabia, ndiyo ilikuwa siku ambayo bwana huyu alipanga tukio la kuiteka Makkatul Mukarram. Ni kwa nini hasa alitaka kufanya hivyo? Juhayman al-Utaybi alikuwa ni mwanafunzi wa Sheikh Abdul Aziz bin Baz ambaye alikuja kuwa mufti mkuu wa Saudi Arabia. Kulingana na kueleza ujio wa Mahdi ambaye jina lake ni Muhammad ibn Abdullah, atakayekuwa mkweli na atakayeeneza haki na uadilifu duniani. Kulingana na uwepo wa taarifa hiyo, Juhayman al-Utaybi alihitaji kumtambulisha aliyekuwa shemeji yake Muhammad al-Qahtani kuwa ndiyo Masihi aliyekuwa akingojewa kwa muda mrefu sana, na ndiyo Imam Mahdi yule aliyemzungumzia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivyo aliamini kwa kumtangaza ndani ya msikiti mtukufu wa Makka kutafanya ulimwengu mzima waamini kuwa shemeji yake huyo ndiyo Mahdi na wataweza kuimiliki Saudi Arabia kwa ujumla. Ni wazi kuwa kila siku mpya na asubuhi huleta hisia ya faraja na amani. Karibu majira ya saa 11:30 asubuhi ya Novemba 20, 1979, amani hii ilivurugwa. Juhayman al-Utaybi akiwa na wafuasi wake waliingia msikitini wakiwa na bunduki ambazo walizificha ndani ya nguo zao. Baadhi ya ripoti zimeeleza kuwa walitumia majeneza ambayo walikuwa wameficha silaha zao. Ilikuwa ni desturi kwa waumini kuleta majeneza ya jamaa zao na wapendwa wao waliofariki hivi karibuni kwa ajili ya kuweza kuswaliwa ndani ya msikiti huo mtukufu. Wakati huo ndani kulikuwa na waumini takriban 50,000. Walipohakikisha wamekamilika wote ndani ya msikiti mtakatifu na kila mmoja wao yupo katika mahala walipokubaliana, ndipo wakatoa silaha zao walizokuwa wamezificha kwa ajili ya kuanza kusudio lao. Wakati huu kulikuwa kunaendelea ibada ya swala ya alfajiri ambayo ilikatishwa kwa milio ya risasi iliyoanza kulia kwa waasi hao kuwashambulia walinzi waliokuwa ndani na nje ya msikiti huo wa Makkatul Mukarram. Wakati wa majibizano hayo, baadhi ya waumini waliokuwa ndani ya msikiti huo waligongwa na risasi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Walipokuwa wakijaribu kukimbia kwenda nje, na hatimaye Juhayman al-Utaybi akafanikiwa kumiliki Makkatul Mukarram kwa kufunga milango yote iliyokuwa ikiruhusu watu kuingia na kutoka Makka. Kisha akaweka snipers, wataalamu wa risasi za masafa marefu, kwenye minara mikubwa inayopatikana ndani ya Makka na kwenda mbele ya watu wote kwa ajili ya kumtangaza shemeji yake Muhammad al-Qahtani kuwa ndiyo Mahdi, na hivyo kuamuru watu wote wamfuate kwa kumsikiliza kile ambacho atawaelekeza. Wakati wa uvamizi huo, imamu ambaye alikuwa pale kwa ajili ya kuswalisha swala ya alfajiri, Sheikh Muhammad Subail, alifaulu kutoroka na kutoka nje akiwa salama. Baadhi ya taarifa zinaeleza kuwa imamu huyo alivaa kama wageni wa Indonesia ili kufanikiwa kutoka nje ya msikiti huo, wakati ambao waliruhusu wa Indonesia waondoke kwa sababu hawakuwa wakijua Kiarabu na hivyo hawakuwa na umuhimu kwake Juhayman al-Utaybi. Taarifa ziliwafikia uongozi wa Saudi Arabia kuwa Makka imetekwa, lakini kwa wakati huo hawakuweza kubaini ni nini hasa ambacho wanakihitaji hao walioiteka Makka na ni nani ambaye kafanya uvamizi huo. Imamu ambaye alifanikiwa kutoroka kule ndani ya Makka ndio alikwenda moja kwa moja kwa ajili ya kuonana na uongozi wa Saudi Arabia na kuwajuza kile ambacho walikuwa hawakijui kuhusiana na mateka wa Makka. Aliwaambia Juhayman al-Utaybi ndiyo ameiteka Makka
na anatangaza kuwa Muhammad al-Qahtani ndiyo Imam Mahdi, na hivyo anataka watu wote waweze kumfuata. Serikali kwa wakati huo haikuwa ikihitaji mapigano ndani ya msikiti mtakatifu, na pia haikuwa ikihitaji damu imwagike ndani ya msikiti huo. Hivyo akawa wanatuma polisi ili kuchunguza udhaifu wao uko wapi hao mateka, ili waweze kurudisha Maka yenye amani. Kwa bahati mbaya, kila walipokuwa wakikaribia msikiti, walikuwa wakiuliwa na wale wataalamu wa risasi za masafa marefu maarufu kama snipers, waliowekwa kule juu kwenye minara inayopatikana ndani ya Maka. Mamlaka ya Saudia ilibidi iwashughulikie mara moja hao wavamizi wa kundi la Juhaiman, au wafanye maamuzi ya kuamuru wajisalimishe kwa hiari. Serikali ilituma onyo kwa wavamizi hao kupitia vipaza sauti, ikisisitiza kwamba kile ambacho kundi potovu ndani ya msikiti huo lilikuwa likifanya ni kinyume kabisa na mafundisho ya Uislamu. Onyo hilo iliyotumwa na marehemu Mfalme Khalid lilijumuisha pia aya ifuatayo ya Qur'an ili kuwakumbusha washambuliaji juu ya vitendo vyao viovu. A'udhu billahi minashaitani rajim. Yeyote anayekusudia upotovu katika msikiti mtukufu, katika dini au udhalim, atamwonjesha adhabu chungu. Na nyingine ikiwa ikisema, je, wanaamini upuuzi na wanakataa fadhila za Mwenyezi Mungu? Wakati wa tukio hilo, mwanamfalme Fahad bin Abdul Aziz alikuwa Tunisia kwa ajili ya mkutano wa Waarabu, na kisha kamanda wa ulinzi wa kitaifa Prince Abdullah alikuwa nchini Morocco kwa ziara rasmi. Kwa hiyo Mfalme Khalid alimpa jukumu mwanamfalme Sultan, waziri wa ulinzi wa wakati huo, na Prince Naif, waziri wa mambo ya ndani, ili kusudi waweze kushughulikia tukio hilo. Saudi Arabia kwa kawaida hurusha mubashara khutba ya Ijumaa kwenye TV na redio ya Saudia. Siku ya Ijumaa tarehe 23 Novemba 1979, ikiwa sawa na tarehe 3 Muharram 1400 kalenda ya Kiislamu Hijiria, Waislamu wote ulimwenguni walisubiri adhuhuri ya Maka ili kusikiliza khutba kutoka nchini humo. Hata hivyo, katika Ijumaa hii mahususi kabisa, hapakuwa na matangazo kutoka Maka. Swala ya Aljumaa haikuswaliwa katika Masjid al-Haram kwa mara ya kwanza baada ya karne nyingi kupita. Kama njia mbadala, redio ya Saudia ilisambaza khutba kutoka kwa imam wa msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana msikiti wa Madina. Sheikh Abdul Aziz bin Saleh. Kwa mamilioni ya Waislamu duniani kote, kutokuwepo kwa khutba ya Ijumaa kutoka Maka ilikuwa ni jambo la kushtusha mno, kwani sio kawaida. Wakati mzingiro huo ukiendelea, waziri wa mambo ya ndani Prince Naif bin Abdul Aziz alihitimisha kuwa vikosi vyake vya usalama havilingani kiuwezo na waasi hao waliopo katika maeneo mengi ya Masjid al-Haram. Kwa hivyo alitoa wito kwa jeshi la wabobezi la Ufaransa, ambao ni wapambanaji wa ugaidi na uokoaji wa mateka, kundi la kitaifa la Gendarmerie Intervention maarufu kama GIGN, kusaidia kumaliza mzozo huo. Ufalme huo ulidumisha uhusiano wa Kiarabu wa kijasusi na Ufaransa, yani GIGN. Na GIGN iliripotiwa kumvutia bin Abdul Aziz katika maandamano yaliyojiri huko nchini Ufaransa. Kama mkuu wa zamani wa GIGN Paul Baril anavyosema, wanajeshi wa Saudia wasio na vifaa vya kutosha walihitaji kuwavuruga waasi kutoka mbali ili kuepusha umwagaji mwingine wa damu. Wanajeshi hao wa Ufaransa waliamua kutumia gesi ambayo ilisababisha kutapika na upofu wa muda, na kuwafanya wanamgambo hao kutoweza kupambana, na kuruhusu vikosi vya usalama vya Saudia na kikosi cha makomando wa Pakistan kupenya msikiti mkuu. Wengi wa waasi hao walirudi nyuma hadi kwenye sehemu za siri chini ya jengo hilo, na kutoka hapo vita vikali vikazuka. Subhanallah. Vikosi vya Saudia vilirusha maguruneti kiholela,
na kuwa idadi isiyojulikana ya mahujaji, wanajeshi na waasi. Makadirio rasmi yanaweka idadi ya vifo kuwa karibu watu 255 walipoteza maisha. Baada ya takriban siku 15, vikosi vya usalama vya Saudia vilifanikiwa kuwazuia wanamgambo hao na kumuua Mahdi aliyetangazwa. Serikali hata ilihifadhi habari za kuzingirwa kwa mara nyingi kwa siri, kwamba habari zisitoke nje ya Makka, ingawa tukio hilo lingekuwa ni sababu ya harakati zinazokuwa za wanajihadi katika miongo kadhaa ijayo. Vikosi vya usalama vilimkamata Juhayman al-Utaibi pamoja na washirika wake kadhaa waliokuwa wamesalia na kuwatembeza mbele ya vyombo vya habari vya Saudia kabla ya wengi wao kukatwa vichwa. Na hii ndio siku ambayo ilibadilisha mtazamo wa serikali ya Saudi Arabia na hali kadhalika ulimwengu wa Uislamu kiujumla.